Bwana, mambo vipi? Hope uko good na uko poa kabisa, mtu wangu wa nguvu. Karibu sana nikujuze update zote ambazo zinaendelea ndani na nchi ya Tanzania. Tunafahamu Zuchu kwa hivi sasa ana darasa lake kupitia masterclass ya Zuchu Image, na amekuwa akifanya vitu vingi sana na kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na vijana. Sasa akiongea na vijana kupitia masterclass yake, star huyu wa muziki kutoka WCB, baada ya kuweka wazi baadhi ya mali anazomiliki, viwanja, magari na apart, sababu pia Zuchu alizungumza na kusema kwamba muziki unamlipa, na kupitia muziki anamiliki apartment, anamiliki viwanja, magari, analala pazuri, anakula vizuri. Sasa ili tu kuwatia hamasa vijana wanaochipukia kwenye industry ya muziki, bwana, baada ya kuzungumza vile bwana, kumbe kuna mashabiki ambao hawakupendezwa na kauli ya Zuchu. Sasa mashabiki wakaibuka kwenye comment na kumkosoa mwanamuziki huyo, na mashabiki wakadai kwamba hakukuwa na lazima mwanamuziki huyo kuweka wazi vitu anavyomiliki, bora angekaa kimya. Wengi sana walizungumza wakilinganisha yeye na Nandy na vitu vingine kama hivyo. Sasa kwa upande mwingine, Zuchu alizungumza ili kuweza kuwapa hamasa vijana ambao wanachipukia kwenye muziki. Ndio sababu ya kuwepo kwa masterclass, kwa sababu ndio darasa ambayo anafundisha vizuri vijana kufanya vizuri muziki, vitu gani vya kufanya, vitu gani vya kufanya. Sasa kumbe ikawa tofauti kwa mashabiki wengine, na kuna mtu alisema kwamba wakati kwani Zuchu kakosa nini? Sawa, lakini kwa hilo Zuchu amewataka wasanii ambao wanachipukia pia katika tasnia ya muziki kutoweka fedha mbele wakati wanapojitafuta na kujijenga kisanaa, na huku akiwahimiza pia kuwa chini ya lebo. Na mbali na hilo pia Zuchu kasema kwamba hatua ya kwanza kwa msanii anayehitaji kufanikiwa ni kuwekeza katika kukuza kipaji, kujifunza na kujitengenezea jina badala ya kukimbilia mapato ya haraka. Ndipo ambavyo wasanii wengi ama vijana wengi kwenye muziki wanakimbilia tu kuwaza pesa. Zuchu alikuwa amezungumza hivyo wakati wa kufunga mafunzo ya Image ambayo yaliwakutanisha zaidi ya wanafunzi 300 kutoka katika kada mbalimbali za sanaa ikiwemo uimbaji na uchezaji. Na Zuchu alisema safari ya mafanikio inahitaji uvumilivu, nidhamu na utayari wa kujifunza kutoka kwa wenye uzoefu katika tasnia. Mbali na hilo pia alieleza kuwa changamoto kubwa kwa baadhi ya wasanii wanaochipukia ni kutokuwa na imani na mfumo wa kusajiliwa katika lebo za muziki, na kwa mujibu wake wasanii wengi huona kama kana kwamba kusaini mikataba na lebo kuna wanyima uhuru, wakati kwa uhalisia lebo zinaweza kuwa daraja la muhimu la kuwasaidia kukuza vipaji vyao na kufikia malengo yao. Mfano mzuri tumeona kwa Rayvanny, Mbosso, tumeona kwa Konde Boy, Harmonize, tumeona kwa wasanii wengine wengi ambao walikuwa kwenye lebo wamejitegemea na sasa hivi wanafanya vizuri na wanamiliki lebo zao. Kwa hivyo story ndio iko hivyo. Kwa maoni yako ni yapi sana kile ambacho watu wanamshutumu Zuchu kwamba hakukuwa na haja ya kutangaza mali zake hadharani? Drop comment yako hapo. Mimi hapa ni Sam Baby. Kubwa zaidi una subscribe to channel yetu, una like na kushare na comment cha Kinyamwezi zaidi. Bwana, mambo vipi? Hope uko good na uko poa kabisa, mtu wangu wa nguvu. Karibu sana nikujuze update zote ambazo zinaendelea ndani na nchi ya Tanzania. Tunafahamu Zuchu kwa hivi sasa ana darasa lake kupitia masterclass ya Zuchu Image, na amekuwa akifanya vitu vingi sana na kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na vijana. Sasa akiongea na vijana kupitia masterclass yake, star huyu wa muziki kutoka WCB, baada ya kuweka wazi baadhi ya mali anazomiliki, viwanja, magari na apart, sababu pia Zuchu alizungumza na kusema kwamba muziki unamlipa, na kupitia muziki anamiliki apartment, anamiliki viwanja, magari, analala pazuri, anakula vizuri. Sasa ili tu kuwatia hamasa vijana wanaochipukia kwenye industry ya muziki, bwana, baada ya kuzungumza vile bwana, kumbe kuna mashabiki ambao hawakupendezwa na kauli ya Zuchu. Sasa mashabiki wakaibuka kwenye comment na kumkosoa mwanamuziki huyo, na mashabiki wakadai kwamba hakukuwa na lazima mwanamuziki huyo kuweka wazi vitu anavyomiliki, bora angekaa kimya. Wengi sana walizungumza wakilinganisha yeye na Nandy na vitu vingine kama hivyo. Sasa kwa upande mwingine, Zuchu alizungumza ili kuweza kuwapa hamasa vijana ambao wanachipukia kwenye muziki. Ndio sababu ya kuwepo kwa masterclass, kwa sababu ndio darasa ambayo anafundisha vizuri vijana kufanya vizuri muziki, vitu gani vya kufanya, vitu gani vya kufanya. Sasa kumbe ikawa tofauti kwa mashabiki wengine, na kuna mtu alisema kwamba wakati kwani Zuchu kakosa nini? Sawa, lakini kwa hilo Zuchu amewataka wasanii ambao wanachipukia pia katika tasnia ya muziki kutoweka fedha mbele wakati wanapojitafuta na kujijenga kisanaa, na huku akiwahimiza pia kuwa chini ya lebo.
Na mbali na hilo pia Zuchu kasema kwamba hatua ya kwanza kwa msanii anayehitaji kufanikiwa ni kuwekeza katika kukuza kipaji, kujifunza na kujitengenezea jina badala ya kukimbilia mapato ya haraka. Ndipo ambavyo wasanii wengi ama vijana wengi kwenye muziki wanakimbilia tu kuwaza pesa. Zuchu alikuwa amezungumza hivyo wakati wa kufunga mafunzo ya Image ambayo yaliwakutanisha zaidi ya wanafunzi 300 kutoka katika kada mbalimbali za sanaa ikiwemo uimbaji na uchezaji. Na Zuchu alisema safari ya mafanikio inahitaji uvumilivu, nidhamu na utayari wa kujifunza kutoka kwa wenye uzoefu katika tasnia. Mbali na hilo pia alieleza kuwa changamoto kubwa kwa baadhi ya wasanii wanaochipukia ni kutokuwa na imani na mfumo wa kusajiliwa katika lebo za muziki, na kwa mujibu wake wasanii wengi huona kama kana kwamba kusaini mikataba na lebo kuna wanyima uhuru, wakati kwa uhalisia lebo zinaweza kuwa daraja la muhimu la kuwasaidia kukuza vipaji vyao na kufikia malengo yao. Mfano mzuri tumeona kwa Rayvanny, Mbosso, tumeona kwa Konde Boy, Harmonize, tumeona kwa wasanii wengine wengi ambao walikuwa kwenye lebo wamejitegemea na sasa hivi wanafanya vizuri na wanamiliki lebo zao. Kwa hivyo story ndio iko hivyo. Kwa maoni yako ni yapi sana kile ambacho watu wanamshutumu Zuchu kwamba hakukuwa na haja ya kutangaza mali zake hadharani? Drop comment yako hapo. Mimi hapa ni Sam Baby. Kubwa zaidi una subscribe to channel yetu, una like na kushare na comment cha Kinyamwezi zaidi. Bwana, mambo vipi? Hope uko good na uko poa kabisa, mtu wangu wa nguvu. Karibu sana nikujuze update zote ambazo zinaendelea ndani na nchi ya Tanzania. Tunafahamu Zuchu kwa hivi sasa ana darasa lake kupitia masterclass ya Zuchu Image, na amekuwa akifanya vitu vingi sana na kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na vijana. Sasa akiongea na vijana kupitia masterclass yake, star huyu wa muziki kutoka WCB, baada ya kuweka wazi baadhi ya mali anazomiliki, viwanja, magari na apart, sababu pia Zuchu alizungumza na kusema kwamba muziki unamlipa na kupitia muziki anamiliki apartment, anamiliki viwanja, magari, analala pazuri, anakula vizuri. Sasa ili tu kuwatia hamasa vijana wanaochipukia kwenye industry ya muziki, bwana, baada ya kuzungumza vile bwana, kumbe kuna mashabiki ambao hawakupendezwa na kauli ya Zuchu. Sasa mashabiki wakaibuka kwenye comment na kumkosoa mwanamuziki huyo, na mashabiki wakadai kwamba hakukuwa na lazima mwanamuziki huyo kuweka wazi vitu anavyomiliki, bora angekaa kimya. Wengi sana walizungumza wakilinganisha yeye na Nandy na vitu vingine kama hivyo. Sasa kwa upande mwingine Zuchu alizungumza ili kuweza kuwapa hamasa vijana ambao wanachipukia kwenye muziki. Ndio sababu ya kuwepo kwa masterclass, kwa sababu ndio darasa ambayo anafundisha vizuri vijana kufanya vizuri muziki, vitu gani vya kufanya, vitu gani vya kufanya. Sasa kumbe ikawa tofauti kwa mashabiki wengine, na kuna mtu alisema kwamba wakati kwani Zuchu kakosa nini? Sawa, lakini kwa hilo Zuchu amewataka wasanii ambao wanachipukia pia katika tasnia ya muziki kutoweka fedha mbele wakati wanapojitafuta na kujijenga kisanaa, na huku akiwahimiza pia kuwa chini ya lebo. Na mbali na hilo pia Zuchu kasema kwamba hatua ya kwanza kwa msanii anayehitaji kufanikiwa ni kuwekeza katika kukuza kipaji, kujifunza na kujitengenezea jina badala ya kukimbilia mapato ya haraka. Ndipo ambavyo wasanii wengi ama vijana wengi kwenye muziki wanakimbilia tu kuwaza pesa. Zuchu alikuwa amezungumza hivyo wakati wa kufunga mafunzo ya Image ambayo yaliwakutanisha zaidi ya wanafunzi 300 kutoka katika kada mbalimbali za sanaa ikiwemo uimbaji na uchezaji. Na Zuchu alisema safari ya mafanikio inahitaji uvumilivu, nidhamu na utayari wa kujifunza kutoka kwa wenye uzoefu katika tasnia. Mbali na hilo pia alieleza kuwa changamoto kubwa kwa baadhi ya wasanii wanaochipukia ni kutokuwa na imani na mfumo wa kusajiliwa katika lebo za muziki, na kwa mujibu wake wasanii wengi huona kama kana kwamba kusaini mikataba na lebo kuna wanyima uhuru, wakati kwa uhalisia lebo zinaweza kuwa daraja la muhimu la kuwasaidia kukuza vipaji vyao na kufikia malengo yao. Mfano mzuri tumeona kwa Rayvanny, Mbosso, tumeona kwa Konde Boy, Harmonize, tumeona kwa wasanii wengine wengi ambao walikuwa kwenye lebo wamejitegemea na sasa hivi wanafanya vizuri na wanamiliki lebo zao. Kwa hivyo story ndio iko hivyo. Kwa maoni yako ni yapi sana kile ambacho watu wanamshutumu Zuchu kwamba hakukuwa na haja ya kutangaza mali zake hadharani? Drop comment yako hapo. Mimi hapa ni Sam Baby. Kubwa zaidi una subscribe to channel yetu, una like na kushare na comment cha Kinyamwezi zaidi.